likatuponya, likatufungua, likatuisha kivyote. Karibu Roho Mtakatifu katika ibada hii, katuhudumie, katende kazi kivyote. Mfalme wa wafalme, Bwana mabwana, kwa wako soko tumithirika, katende kazi, kiponya, kafungue, na kila mmoja Bwana Yesu Kristo atapata kibali na nafasi ya kuweza kufika katika ibada hii, na yeye kaponye na nafsi yake yeye pamoja na familia yake katika jina la Yesu. Haleluya. Pigie Bwana Yesu Kristo makofi. Pigie tena Bwana Yesu Kristo makofi. Pigie tena Bwana Yesu Kristo makofi. Pigie tena Bwana Yesu Kristo makofi. Tunasifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa nafasi nyingine bora ya kipekee unaweza kuketi. Nafasi nyingine ya kipekee siku njema na leo tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, ikiwa zimesalia miezi miwili pekee kutamatisha mwaka huu 2025. Jambo swali zuri la kujiuliza ni kwamba mpaka hivi sasa umefanya nini kwa ajili ya Bwana? Unatamatisha mwaka huu. Nilikuwa mdogo nakaa nasikia wakati natembea nasikia sana najua muda huwezi kurudi. Sije kuona hata siku moja saa ikarudi nyuma, huwa inaenda mbele siku zote. Maana unakaribia uzee na kifo. Kwa maana hiyo wakati ambao unakaribia unajitafakari wewe mwenyewe katika nafsi yako kwamba mpaka hivi sasa siku hii inazidi kupotea na wakati huo urudi nyuma, nimefanya nini kwa ajili ya Bwana? Nimefanya nini kwa ajili ya Bwana? Inabidi jiulize. Kama bado maana kuna haja kubwa sana wakati huu kuhakikisha kipindi ambacho bado unapumzi ufanye vitu kwa ajili ya Bwana ambavyo vitaleta utukufu kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kipekee, siku njema. Jana miongoni mwetu baadhi yetu walipata nafasi ya kupewa na vyeti vyao vya kuhitimu masomo ya theolojia. Namshukuru Mungu hatimaye timu wote 8 wamepata nafasi ya kupata vyeti vyao. Makofi na shangwe kwa Bwana Yesu Kristo. Na wengine kama mnaona leo tumeshaanza. Kwa mnaanza kukuta wakati mwingine wakaja wengine, wakati mwingine wakaja wengine. Kwa tayari tumeshaanza shambani mwa Bwana. Mimi binafsi huwa tunaendelea, lakini wengine mtaanza kuwaona na wenyewe wataanza kuingia shambani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo tunamshukuru Mungu, na pia sisi ndio pekee ambao tumetoa walau vyeti vya nilio vya watu ambao wamefanya vizuri zaidi. Sisi Gombo tumetoa vyeti viwili jamani, katika makanisa yote. Tumetoka Gombo Maranatha. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Niwaambieni kwamba chuoni wanatuheshimu kuliko mnavyofikiria. Yaani ukisikia Gombo Maranatha kule wanasema jamani, Bwana Yesu awezeshe afanikishe. Yaani wanatuheshimu vibaya sana. Wanasema tumezunguka kote katika makanisa tofauti tofauti, lakini tulipoenda pale tumebarikiwa sana. Tukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa nafasi njema na kipekee Bwana Yesu Kristo leo msaada wake mtakatifu unaweza ukaandika ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na umekaribia sana sana sana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Tutazungumza hasa kitabu cha Mathayo zaidi. Injili ya Mathayo zaidi ndio ambayo tutaizungumzia zaidi. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo sura ya 3. Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 12. Ndipo mtumishi wa Mungu pale mmoja amefafanua vizuri kuhusiana na hili. Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 12. Injili ya Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 12. Sisi kwa waandishi wa habari tumesema 12. Tasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Yohana Mbatizaji alisema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe
alikuwa na vazi lake la siga za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Bwana Yesu asifiwe. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa maana mbio tulianza vizuri hapa na toba, na kwamba tunajitakasa mbele za Bwana. Kwa maana mbinguni hakiendi kitu kichafu. Kwa hiyo Bwana anatuanza kwamba tutubu, kwa maana ufalme wake umekaribia. Hatujui muda, saa wala dakika ambayo Bwana atakuja kulitoa kanisa lake. Kwa hiyo mara kwa mara unapokuwa kwenye kazi, kwenye majukumu yako, unaomba toba. Na neno linasema kwetu na linasema na mataifa ya kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Muda wa kuendelea kufanya maovu tena umekwisha, kwa maana tupo katika nyakati za utungu wa mwanzo wa mwisho wa ulimwengu. Kwa hiyo tutubu mapema kabla haujaachwa. Bwana Yesu asifiwe. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. It is very near. Unakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Anasema kwa sababu hiyo ndio alinenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliyenyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Na Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la siga ya ngamia. Vazi hili ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu. Je, vazi lako wewe ni lipi? Ufalme wa mbinguni umekaribia. Mavazi yetu, Timotheo moja anasema mavazi yako yafuliwe kwa damu. Je, mavazi yako wewe ni ya utakatifu? Allah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Anasema na mshipi wa ngozi kiunoni mwake. Hii ilikuwa kweli. Je, wewe kweli unayo? Yohana Mbatizaji alikuwa na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kweli. Ukiona anasema mbona haina kweli, maana yake hapo hakuna Mungu, tayari kuna uovu. Watumishi wengi hasa na warokole wengi hiki ndio watu wanakosa kuwa na kweli hawaitaki. Wengi hawaitaki kweli. Lakini Yohana Mbatizaji alikuwa anasema kweli kabisa. Anawaambia watu kweli. Watu wanataka vitu vizuri, waambie tu mazuri, lakini hawataki kukosolewa kwenye dhambi, hawataki kuambiwa hichi sicho, hawataki kuambiwa ukweli. Kwamba hichi unachokifanya hapana. Anakuta mtu anakuambia nina imani kabisa, nina imani na hili jambo, lakini haelewi kwa sababu amekimbilia uongo na upotevu. Chakula chake kilikuwa nzige na asali, neno la Mungu zaidi ndio kilikuwa chakula. Kulini gombo hili mkasema na wana wa Israeli. Je, wewe chakula chako kipi? Unapendelea movie, unapendelea internet, unapendelea mitandao ya kijamii? Chakula chako wewe hasa kipi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unabidi kujitafakari na kujiuliza, wewe kama wewe, ufalme wa mbinguni umekaribia. Unapendelea hivi vitu gani ambavyo kwako wewe unaviona vina maana kuliko ufalme wa mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Nzige na asali ya mwitu. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Wayahudi wote na nchi zote za kando ya Yordan, naye akawabatiza katika mto wa Yordan, huku wakiziungama dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Hata alipoona wengi miongoni mwa Wafarisayo na Wasadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliwaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Bwana Yesu asifiwe. Basi zaeni matunda yapasayo toba. Ukiona unakwenda kwenye kanisa ambalo halina toba, kimbia. Toba ni swala la lazima. Ishi kwenye toba. Yohana Mbatizaji alikuja kuelezea kuhusu na toba. Baada ya kwenda kwenye toba, basi zaeni matunda yapasayo toba. Maana kuna matunda ambayo watakiwa yazae hayo, ambayo watakiwa yanapaswa kwa njia ya toba. Maana hao walikuwa wanaongoza kwa toba. So wanapasema tubuni, maana yake atakapo watubu, akaniambia Masadukayo na Wafarisayo, zaeni matunda yapasayo toba.
Bwana Yesu asifiwe. Wala usiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahim. Kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahim watoto. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Masadukayo na Mafarisayo waliambiwa nendeni mkazae matunda yapasayo toba. Manake wewe na mimi ni katika neno la Mungu ni tunafanyika kama kuwa mti. Bwana Yesu asifiwe, ambao unazaa matunda. Manake tunatakiwa tuzae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanyika kama mti au shina fulani. Kwa maana tunatakiwa tuzae matunda. Kwa maana Masadukayo na Mafarisayo walipokuwa nendeni mkazae matunda yale yanayopasa toba, manake yalipasa kutafuta kondoo. Kutoka kwenye hiyo toba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupa motoni. Bwana Yesu asifiwe. Kila miongoni mwetu ndani yeye ni mti. Na mtu usiozaa matunda yake mazuri utatupa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Bwana Yesu Kristo, ambaye pepeto lake ni mkono. Tusoma Mstari Mtakatifu kitabu 12, ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake ghalani, bali makapi atateketeza kwa moto usiozimika. Usikubali kama makapi, my friend. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusikubali kuwa magugu na ngano vyote vivyo kwa pamoja. Hata mbona wachene ziwe, lakini kubali na kuwa ngano sio magugu. Bwana Yesu asifiwe. So magugu na ngano vivyo pamoja. Leo unataka kuwa magugu, kuwa ngano. Magugu yataenda kutupwa kwenye moto. Kwa matunda yazaayo mema ambayo yatazaa vitu vizuri, kuwa mti ambao utazaa matunda. Kumbuka ufalme wa mbinguni ukaribia. Talanta ambayo Mungu amekupa, kipawa ambacho amekupa, hakikisha kinatumika kwa ajili ya utukufu Mungu aliye hai. Na niwaambie kwamba hakuna mtu ambaye hana kipawa, hana talanta ambacho Mungu amempa. Kila mtu ulichonacho wewe mimi sina, nilichonacho mimi wewe huna. Kwa hiyo tunaishi kwa kutegemeana, maisha ni kama vidole. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho kinasikitisha kuona kwamba mtu yeye anakuambia mimi sina chochote. Na kuuza una kipawa gani, una talanta gani? Mimi sina. Unashangaa. Kweli mimi sina. Mwingine sema mimi na mimi wangu mimi maombi, mwingine mimi ni mwimbaji, mwingine mimi ni mhubiri, mwingine mimi ni mwinjilisti, lakini mwingine anakuambia mimi sina. Kila mtu amepewa kitu chake cha tofauti. Na kama unajua una katika kile kitu ambacho unakipendezea wewe, unasema mimi hichi napendezwa nacho. Je, hicho kitu hakikisha kinamtukuza Kristo na uzae matunda kupitia hicho kitu ulichopewa. Bwana Yesu asifiwe. Wote hapa tunafanyika kuwa miti. Sio jukumu la kuanalisa na mwenzie nani, lakini ni kwa jukumu letu sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo tunataka tuzae matunda mema. Unakuta mtu ameokoka lakini mtaona hata hujui kama yeye ameokoka. Sio kwamba ukajitangaze, wataona tu. Watakuona tu, utasema hamna hata haja ya kusema. Yeye tunavyomuona tu tayari utajua yule ameokoka, yule ni mtumishi wa Bwana, yule ni mtumishi wa Bwana. Anajulikana tu, hamna hata haja. Lakini mwingine unasikia yule mwenzetu tupo naye vijiweni, tunaishi naye. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tusiwe magugu bali tuwe ngano. Ili tusije tukatupwa kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo sura ya 5 mstari wa 11 hadi 48. Mathayo sura ya 11
Mathayo sura ya 5 mstari wa 11 hadi 48. Mathayo sura ya 5 mstari wa 11 hadi 48. Heri ninyi watakapo washutumu na kuudhi na kuonenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vipingamizi sana katika kuhakikisha ustawi wa tunda hilo. Bwana Yesu asifiwe. Zipo changamoto nyingi sana. Mtasemwa sana na kuonelewa mabaya na kuonekana sana wewe nifanya na ukoka sana kuliko sisi. Sisi tumekaa kwenye wokovu muda mwingi. Watu hawataki. Mtu bora ameokoka kile kimshuhudia neno la Mungu anakuambia wewe. Ananiambia mimi nimekusanya neno la Mungu, mimi najua. Unajua kitabu chote Mwanzo hadi Ufunuo. Utakuletea injili yako. Wewe mwenzio ambaye umeokoka wote kwa pamoja. Mataifa ni vipi? Wanaweza wakaja wakaenea neno baya, wakawasema kwa ubaya kwa sababu ya Bwana Yesu Kristo. Shukuruni mwambie Bwana kwa sababu anasema kwamba manabii wa uongo walinenewa hivyo hivyo. Kwa bado hatujafikia kiwango ambacho walifanyiwa uovu wa manabii. Kwa maana hiyo hakuna haja ya kugafirika. Kuna wengine wanaacha kabisa huduma, kuna watu wengine wanaacha kabisa kumtafuta Mungu kwa sababu ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kusema ninyi ni chumvi ya dunia. Nyinyi ni chumvi ya dunia. Kwa maana hiyo sisi miongoni mwote ni chumvi ya dunia. Na mnajua kazi ya chumvi? Ladha. Ikiwa mmeharibika, itakuwa nini hata ikolewe? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Sitamani sana kuona hii hali. Sisi kama ambao tumeokoka na kumtafuta Mungu wa mbinguni ile hai, unatupwa nje, unatoka nje, unaachwa, haipendezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tunatupasa tutengeneze wapendwa. Sisi ndio chumvi ya dunia. Maana chumvi tunaita ladha. Na katika chumvi sisi tunauisha. Chumvi inaita uamfufuo mpya, inaita uamsho mpya, inaita testa mpya. Kwa maana hiyo tuhakikishe sisi ambao tunamtafuta Mungu wa kweli aliye hai tunakualika kwa baraka pia katika watu wengine. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Sisi ni nuru. Mji hauwezi kustirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Bwana yenu aliye mbinguni. Nataka kulizungumza hili. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kulizungumza hili kwamba matendo yako pekee yakawaonyeshe watu wakaone kwamba kweli wewe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Matendo yako pekee yakadhihirishe kwamba kweli ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Hakuna haja kumhadithia mtu. Mtazani ya kuwa nakuja kutangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka, hata yote yatimie. Basi mtu yoyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu, hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kufundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu hakuja kulitangua Torati, bali alikuja kuitimiliza Torati hiyo. Torati manake ni kuanzia vitabu kutoka huku, kuanzia Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia Mwanzo hadi kitabu cha mwisho kabisa cha Biblia, Malaki, kwenye Agano la Kale. Hizo ni Torati. Maana zilikuwa ni sheria za Musa. Bwana Yesu asifiwe. Katika zile sheria za Musa, Bwana Yesu Kristo hakuja kuzitangua
Sasa kuna watu wanasema zile sheria, wewe kuja kata sheria mpya, kuja kata sheria mpya zile hazipo. Maana zile sheria ni ngumu sana kuweza kuzitimiza, amri zile 10. Ni ngumu kuzitimiliza. Bwana asifiwe. Yesu alikuja kata sheria mpya, anasema sikuja kutangua, nimekuja kulitimiliza. Na baadhi tunaona mazingira madhehebu wanakuta wao wanadili na agano la kale tu. Nadhani nafahamu. Wanadili tu na agano la kale, agano jipya wana tofauti. Bwana asifiwe sifa. Bwana kuja kutengua Torati, bali alikuja kulitimiliza. Na akasema kuna sheria zile ambazo atakuja kusaidisha hapo chini ya kwamba sheria hizi atakayezitekeleza. Maana anaungana sawa sawa zile ambazo zipo kwenye nini? Kwenye sheria za Musa, Torati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo anazirejea upya sheria zile zile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo alipokuja duniani hapa, wakati huo msifikiri kulikuwa kuna agano jipya. Hakukuwa na agano jipya. Maana walitumia agano la kale kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na vitabu vyote vilivyo kwenye agano la kale. Kwa maana hiyo zile sheria alizipitia, aliona kwamba sikuja kuzitangua zile ndio akaja kawainishia watu kuambia mimi sikuja kuleta kitu kipya kwenye dunia hii kufuatia zile sheria za Musa, nimekuja kuzitimiliza tu. Anaendelea kusema, maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Mmesikia watu wa kale walivyowaambia usiue. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Je, neno kuua alipo kwenye Torati? Silipo. Kwenye Kutoka 20 kaja kutambua lipo kwenye haki yake. Maana yake usiue. Maana yake ili kuua, maana yake unaondoa uhai ambao Mungu ameweka katika mtu fulani au katika jambo fulani. Usiue. Don't kill. Bwana Yesu asifiwe. Usiue. Kuna jambo wakati mwingine hasira, unasema ngoja nitapiga tu kidogo kofi. Wapiga kofi ndo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujihadhari sana katika hasira hizi. Tunasema tuna hasira, mwingine anataka nitakupiga, nitakusema mwingine kuna kauli anatoa. Anataka siku nitakuja nikupiga nikuue. Kauli zinaishi wapendwa. Kwa hiyo tujihadhari hizi kauli hasa wakati wa hasira. Kuna mtu mmoja nilimsikia anasema ukifanya maamuzi wakati wa njaa utajuta wakati wa shibe. Bwana asifiwe. Ukifanya maamuzi wakati ambao una njaa, afu ndo unaamua kufanya maamuzi, ukisha shiba utajutia maamuzi uliyofanya. Bwana asifiwe. Maana anakuwa tofauti. Bali mimi naambieni kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfyonelea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni hapa leo Gomba na Nafa, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako mumeo au mwenza wako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka. Bwana asifiwe. Ndugu yako anza kama mumeo, kutoka nyumbani mmekwazana kwa namna moja au nyingine, mnakuja kanisani, lakini kumbukeni ibada njema inaanzia nyumbani. Ibada yote njema inaanzia nyumbani. Kwa hiyo mjitahidi sana kutengeneza nyumbani, utoke salama na mwenzio, mwe salama na mwenzio, mtapokea vile vya Bwana na sadaka yako itapokelewa zaidi. Haleluya. Hapo. Iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati wapo pamoja naye njiani. Yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari
ukatupwa gerezani. Amini nakuambia utoki humo kamwe hata uyache kulipa senti ya mwisho. Wanakata hapa pia kuna haja kubwa sana. Hii inazungumzwa hapa ni toba. Ni nini? Ni toba. Pata na kwanza na Mungu wako kwenye toba, muendelee katika jambo lolote. Na ndipo atakapokunyooshea mapito yako na Bwana atafanya kwa viwango vikubwa zaidi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Toba inazungumzwa hapo ni toba zaidi. Twende nayo hiyo. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Msizini. Uzinzi umegawanyika kwa sehemu nyingi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wa kimwili na kuna wa kiroho. Lakini nawaambieni msizini. Lakini kichonishi hapa, yote mtazamaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye. Kwa maana hiyo ukitazama ni mara moja. Ikitokea unatazama ni mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu mtazamaye mwanamke kwa kumtamani kila mtu mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Moyoni sio kimwili, bali kwa mzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe litupe mbali. Na sasa kuna mtu anaenda kutoa jicho lake. Bwana Yesu asifiwe. Sio jicho hili unaoliona hapa, kuzungumza jicho hivyo. Ling'oe litupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako nasema jicho lako la kuume likikosesha ling'oe ulitupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha ukate utupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako wote kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, afanye kuwa mzinzi, na mtu akimoa yule aliyeachwa azini. Bwana Yesu asifiwe. Hii inazungumza kwenye Mathayo. Na kuna kitabu rafiki kwenye Agano la Kale kinazungumzia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kuachana, Mungu anakataa kuachana. Mungu anakataa kuachana. Na kitu kibaya zaidi mkiwa umeshafunga na ndoa, utoke my friend, ndio ushaingia ile agano. Mungu anachukia kuachana. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Anakataa kuachana. Kwa hiyo isipokuwa kwa uasherati. Sasa haimaanishi sasa yani kuna mtu anatamani tu kuachana na mwenzie, kwa anakuta anamfanyizia. Anaambia kisha nifuma mnyama kwa sababu ilikuwa kwa sababu ya uasherati, nataka aje nifume ili niendelee na maisha mengine. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufanya hivyo na akakufuma na akakusamehe na mkaendelea. Kwa kama mtu mwingine anaweza kupanga kumkati mimi nataka wewe nifunge niachane naye. Lakini anaweza kumfuma na bwana usamehe mkaendelea ukashangaa ni mbona mpango ufanye hivi. Utabaki Bwana anasema isipokuwa kwa uasherati, nataka tuachane. Lakini unaweza kufanya hivyo na unaweza kuacha ngambia ana shida mimi nimekusamehe tu. Wewe tu. Bwana asifiwe. Na ikiwa ameachwa, wewe ukaenda kuoa, unazini. Maana ukisikia huyu ameachika ni mke wa mtu, ndoa iliyofungwa ni ya Kikristo, ila ndoa ile imevunjika, usiende ukaoe pale. Ukienda kuoa wewe unazini. Na ndio maana watu wengi ndio zao watu wengi walioachana hawakuwi tena kuoa. Ndio vinginevyo, afe wewe, ufe wewe au yeye. Ukisikia mzee ndo kaanguka na unakimbia kutafuta mwingine. Lakini vinginevyo kaa hivyo hivyo. Bwana
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ila kusema kumbe wanaandikiwa tu ni wale watumishi kwa sababu ya kazi ya Bwana. Ndio unakuta wao wametengwa kwa ajili ya hiyo. Mwingine ndio alizaliwa hivyo hivyo. Mwingine watu walimpa nafasi hiyo, akaamua hawezi tena kuwa na mke au mume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maana hiyo umeambiwa ukiona umeachana na mwenzio, msubiri sasa upungue wewe ama yeye na mwenzio apate mpya. Kwa maana hiyo itabidi takupasa kwa hivyo. Sheria nyingine inaitwa kwa Yesu anasema tena, mmesikia watu wa kale walipomwambia usiape uongo, ila mtimizeni Bwana mtimizeni Bwana nyapo zake. Lakini mimi nawaambia usiape kabisa hata katika mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala katika nchi, kwa maana ndivyo pa kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana hauwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi, bali maneno yenu yawe ndio, sio, kwa kuwa ndivyo hayo yatoka kwa yule mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Upo wapi mwenzangu? Tunakaribia hapa Kidimu Kumbopo Pagala. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye neno lako ndio, kwenye siwe kasi. Umefanya sema sijafanya. Umefanya ndio, kumbe hujafanya. Ufanye hichi ndio. Wakati mwingine ukikaa karibu na Mungu, hata ukitaka kuzungumza uongo unasikia nafsi inakataa. Bwana Yesu asifiwe. Nafsi inakataa. Kwa sababu Mungu anafundisha nikasemaje? Dhambi ni rahisi, ni ngumu sana kufanya kuliko kuomba toba. Yaani kufanya dhambi ni ngumu kuliko kuomba toba. Kuomba toba ni rahisi zaidi kuliko kufanya dhambi. Dhambi ni mchakato. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni mchakato mpaka mtu akukwaze, umfanye, si mtu akufanye hichi. Dhambi ni mchakato. Maana kuomba toba ni rahisi sana mbele za Bwana. Hata ukikata msamaha Yesu na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Anaona tutahukumiwa. Kwa hata katika hili ambalo tunazungumzwa hapa, sisi tuwe inapasa katika ndio. Katika sio, watu wengi wamepoteza uaminifu, hasa walokole, kwa sababu kwenye ndio anakaa hapana, kwenye hapana anakaa ndio. Bwana Yesu asifiwe. Neno lako ndio. Hapana ni hapana. Sio kujana ujanja hasa walokole. Unasema tumeokoka, tunaenda mbinguni, nenda mbinguni. Unasema wewe ndio, unasema hapana. Mwingine anaogopa hata kanisani, yupo kanisani kabisa anaogopa hapo. Yupo kwenye bajaji. Kuna watu wanatengeneza trick ya kwamba mtu yupo sehemu tofauti anasogeza simu kwenye feni. Anapata sikia pikipiki hiyo. Anasogeza simu kwenye feni hivi. Kwa hiyo ule upepo wa pikipiki, ule upepo wa feni unapopiga vile, angalia kwenye pikipiki kuna makelele. Kumbe ni feni. Tunaogopa. Haitupasi kuongea uongo. Kwa maana hiyo uongo pia ni dhambi. Kwenye ndio, kwenye sio. Kwa maana ukisema vile, maana yake sio imetoka kwa ule mwovu zaidi. Na leo kila kilicho ambacho kinakusababisha mwingine anasema siwezi, kuna watu ambao nimekaa nao wenyewe wanasema si hatuwezi. Yaani kukaa maisha yao kuzungumza uongo, yani hawawezi. Kwa hiyo kuna kutukana hawawezi. Sasa hatuwezi. Unamshangaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika wakati ambapo mnaenda kusema neno la Bwana, hakikisheni kwenye ndio, usipake kuweka uongo. Waambie watu kweli na kweli kawaweke huru kwa jina la Yesu. Haleluya. Mmesikia kwamba imenenwa jicho, mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu. Ili neno watu wengi wanashinda kulielewa. Hii maana yake ni msishindane. Sasa kuna watu ambao wanatafsiri tofauti. Hasa watu ambao hawana elimu kubwa ya neno la Mungu. Na mnapoenda katika hawa watu, mjaribu pia kuelewesha katika hili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu. Don't battle. Usibato na mtu mwovu.
Bwana asifiwe. Mnaekeana maneno, mnataka mbishane. Sasa mnabishana nini? Sibishane. Lakini mtu akikupigia shambo la 10 mgeuzie na la pili. Sasa kuna mtu anatafsiri kimwili. Anamaanisha kukupiga kofi au kupiga nini? Usilipize. Utumika kama mfano. Kipindi ambacho sijaokoka nikawa nasikia mtu kwa jina letu mmoja pale anazungumza. Jana nafikiri nilienda base nikakutana naye akanisalimia. Sijui nani nikampa taarifa. Nasikia bwana mtumishi wa Bwana, Bwana Mungu kubariki sana. Nikamwambia umejuaje? Si taarifa zako tunazo huko. Mama nafikiri kasema huko. Si taarifa zako tunazo mtumishi wa Bwana sasa hivi na nini? Sasa kipindi cha nyuma kabla sija mtumishi pale anazungumza. Sasa mtu akikupiga kofi lako la kulia anazungumza na msikia ndipo kwenye dirisha. Sasa mimi nashangaa sana watu wa Kristo wanavyosema mtu akikupiga kofi lako akikupiga mkono wa kushoto mgeuzie na kulia. Sasa atakuua. Wasifiwe. Atakuua kwa sababu kupiga kushoto anataka kupiga kidogo, ukimgeuza na kulia na kupiga nzito zaidi. Si atakuua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nipo ndani namsikiliza tunacheka sana. Na niwashukuru jana nimeenda nimeonana nao wamefurahi sana kuniona. Nilikuwa nashukuru Mungu sasa imebadilika sana, umekuwa tofauti tangu mwanzo tulivyokuwa tunakuona. Tangu kipindi hicho ambacho umepotea hapa tumeweza kuona tofauti sana. Kwa kabarikiwa na mimi pale na nashukuru kwa bibi yake Judy Style pia alikuwepo pale, yule mzee na alikuwepo. Kwa Mungu alibariki sana. Kwa nini maswali matatu pale, umewezaje bwana, umefanikiwa vipi? Wao waliweza kuzungumza ambapo ni vya kweli, vingine vikaongezwa. Bwana asifiwe. Vingine vikachagizwa hapo. Sisi tunamjua ataishia hapo. Yeye vitu vipo. Bwana asifiwe. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Sasa sio mwendo wa msosi. Msishindane. Akumbaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo. Mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye waangazia jua lake waovu na wema, huonyeshia mvua yenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi mwapata thawabu gani? Hata mwatoa ushuru, je nao hata watoza ushuru, je nao wafanya hayo? Tena mkiwamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna haja kubwa sana ya kuwapenda maadui zetu. Haiwapasi kufanya kama yaliyo ya mataifa. Kama kunajua mpishi jamani, sehemu kama msogee sehemu kidogo ambayo inajua. Kama mnaweza mkasogea mbele au nyuma kwenye hapo mpo kwenye jua yeye. Sogea hapo au muungui. Naona pale mama anateseka na jua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana fanikisha mabaiko vioo na mapazia ya kisasa kwa jina la Yesu. Amen. Kwa maana hiyo kwamba msiishi kwa namna ambavyo watu wanavyoenda watu wa dunia hii. Maana yake wao wanakaa tofauti na wao. Kama unaona mtu anafanya 1 2 3, mtu akufanyia ubaya unawezaje? Anaambia wapendeni wanaowaudhi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendeni wanaowaudhi. Wale mnaishi nao hivyo. Kwa nini? Wale watu mnaowapenda nao watajiuliza nafsini mwao, sisi cha kufanya uovu kwa ule baba, lakini mbona mpaka leo bado upendo upo? Tufanye uovu kwa ule mama, lakini bado upendo upo. Wapendeni wanaowaudhi. Binadamu wanachukiza. Sio siri. Kuna kiwango fulani mtu anafika kiasi ambacho mpaka unachukia.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunachukia. Lakini jitahidini kuwapenda wanaowaudhi. Tuwapende na tuwajali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi nao. Huduma kama hii kama kanisa wapendwa, tunatofautiana viwango vya elimu, haiba, mzungumzo. Kwa tunaishi nao hivyo ndivyo walivyo, mwazoee. Kwa msije mkachukiana, mkagazivana, mwisho siku mkafarakana. Mpendane hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tusogee Mathayo sura ya 7. Pindua tu karatasi yako kwa wale wenye Biblia ndefu. Yanaendelea sema, msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Kumbuka ufalme wa mbinguni umekaribia. Hizi ni sheria ambazo Kristo anazileta kwetu. Msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Unajua mimi nimeokoka sana. Yule ni mwenye dhambi. Sisi mwenye dhambi tu, siwezi. Msihukumu my friend. Msihukumu watu. Wewe shangaa ndio mtu anahukumu sana, yule hivi, yule ni hivi. Judge. Utaenda motoni hapana. Hasa unahubiri na wasikia pale. Kama utaenda motoni. Mnawadhani na wasikia. Msihukumu. Kwa nini? Wale watu sio wao. Wale watu wamekamatwa, wale watu wametekwa, wamefungwa. Kwa hiyo wanahitaji mtu wa kuwapa elimu mpya ili kuwabadilisha, kuwatengeneza wafanane na vile wanavyotaka Kristo anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake kwa mabadiliko waga always ni mchakato. Hayatokei kwa siku moja. Msiwahukumu watu. Yaani kama kwa nini sasa mabadiliko kuna ile ndio. Namsikia bibi anaanza kulalamika, yaani mjukuu, yaani ile mzukani tukana. Sijui kama hata sijui kabisa kama ataendelea huko nalo kanisa lenyewe. Kwa bibi msihukumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta wale wanazungumza hivyo kifani kwa Ibrahim. Kwa Bwana Mungu wa majeshi, afu unashangaza mpitaji. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio sisi wachungaji ambao tunaenda kupokea kitu kama hicho. Profesa. Ndio maana hata mtumishi anasema hata kaicha ambacho tumekipata tulisiki huko mbele tusiendelee. Tutapoteza. Kama profesa anafikia kiasi hicho, wanakuja hapa na matango na nini. Wanatufundisha vitu ambavyo havina wao wenyewe pia haviishi. Na ukiendelea sana katika usomi unampoteza Yesu, unamwacha mbali tu. Namsikiliza, kaambia okay. Hawaamini katika asili, hawaamini hivyo vitu. Kuna kipindi fulani huaga naendaga sehemu fulani nasemaga atafuta mtu ambaye anaweza akana uhitaji fulani mimi nifanye kwa ajili yake. Unakuta kile kienda kwa hiyo inagoma na sitakuwa cha itakuwa na hapa mbwa na hapa mbwa. Lakini wengi tumewapa mbwa ambao kesho wamekuja tunakututukana na kudharau. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Hii neno tunalisoma sana. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye kila aombaye apokea, naye atafutaye ataona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe, au akimuomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni kuwapa mema wao waombao? Basi yoyote mtakayotendewa na watu, nanyi watendeni hivyo hivyo, maana hiyo ndio torati ya manabii. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa chochote ambacho tutakiomba Bwana amesema atatupa tufanye. Lakini kiwa nyewe mnapo watoto vipawa vyema, Baba yenu mbinguni make ni zaidi. Kristo amewapa zaidi. Bwana asifiwe. Tatizo ni kwamba tumeshapokea, mchakato ni kutokea kimwili. Bwana apewe sifa. Tatizo tumepokea, lakini mchakato kuvipokea kimwili. Sasa ili vipokee kimwili uvione kuna mchakato. Ila mlivyoomba mmepewa, lakini kuna mchakato kuvipata. Ila vipo. Baba yenu mbinguni amewapa zaidi na zaidi. Na kama kuna kitu chema unapenda kukitoa kwa mwenzio, kipe zaidi. Una maembe na unaona ili goi
ili bilili lipo vizuri. Huyo mgeni kaja, wa mkateni goigoli. Chakula kimekuja kile cha anasema hamna cha kwenye friji kile ambacho kipo kimebaki mpe. Toeni kitu ambacho ni kizuri. Kama nyinyi mnapopenda kupendwa kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo potevuni. Ndicho ambacho nakizungumza hapa. Maaskofu na watumishi na wachungaji, manabii wengi wanaofahamu katika njia hiyo pana. Bwana asifiwe. Na hiyo njia pana siku zote inaweza kupitisha magari, malori, treni, bandegi ambayo wengi wanapendelea katika dunia hii, ambayo mengi ambayo yapo ni ya shetani. Nao ni wengi waingiao katika mlango huu, maana kama tulivyoenda jana katika yale maafali. Hebu angalia wale wachungaji ambao wanalishwa kile, wanakipeleka vipi kwa walaji wao. Maana wanaenda kutoa makatazo. Kama kutakuwa na watoto wao wa kiroho na wale wa kiroho, wataenda kwambia hiki kitu usifanye. Na kikubwa zaidi ni kwamba karibia vio vingi vipo katika dunia hii adui amevikamata. Na hivyo vingine vinamtangaza kabisa shetani hadharani. Vio hivi ambavyo tunaviona tunasema vya kikanisa, kinini, vingi shetani amekamata. Kwa unakuta yule ambaye yupo top anapokea kutoka kwa shetani moja kwa moja. Anaambia hivi fundisha, hivi usifundishe. Hapa punguza hiki, punguza hichi. Njia ni pana sana inaenda upotevuni, na kundi kubwa sana la watu linaendea kwenye upotevu. Anasema bali mlango ni mwembamba na njia isongayo iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Kwa maana hiyo ishaandikwa hapa kwamba katika njia nyembamba watakaoenda ni wachache, sio wengi. Hata katika unyakuo wengi tu watabaki, wachache wataondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wachache tunaambia ngoja niwaambie kitu kimoja. Msione unyakuo unachelewa, ni kwamba siti zetu kule mbinguni bado hazijajaa. Zikishajaa Kristo yupo. Ni kwa nini hazijajaa? Kwa sababu bado hatujafanya utumishi wetu ipasavyo. Kwa bado kule hakujajaa. Maana pakisha jaa, maana tayari anakuja kuwatoa walio wake. Maana kila mtu ana sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama kundi hili lote linapotea lenda upotevuni, maana kule panabaki na gap kubwa sana. Na wanapotea sana upotevuni wengi ni wanawake na watoto. Ndio wamejaa kwenye makanisa ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Wamejaa humo. Na ndio wanapotea. Kwa sababu gani? Wao wanataka kisha sikia hawa hapa. Washafika. Na baada ya kumuuliza Mungu huyu ndiye, huyu si. Na mwanamke Mungu anaweza kumtumia kwa viwango vikubwa zaidi. Na pia adui pia anaweza kumtumia kwa viwango vikubwa pia zaidi. Jihadharini na manabii wa uongo, hapo mnafahamu. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanawajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Haleluya. Nimeonyeshwa kuna hichi, kuna kile. Amina baba. Mtumishi wa Bwana amina. Juzi kwa hapa kwenye nanilio kwenye shuhuda nilikuwa nasikiza shuhuda. Yule mtu anashuhudia pale kanisani, anasema sisi tukiendaga anashuhudia pale katika ile ibada. Sisi tunawaambia unafahamu ili kanisa ni la kweli, ili kanisa ni la uongo. Anasema kanisa yote ya uongo hayaongozi toba. Yule jamaa anaelekeza pale. Makanisa yote ya uongo hayafafanui toba, hayakemei dhambi. Yenyewe kuanzia instrumento. Kuna ingine nilipata kuanzia kumbe instrumento za kwenye ibada zile haleluya ukishona mahaipa mengi, makelele mengi sana, pale tupo sisi pale. Lakini kuna watu wanamtafuta Mungu kwa roho na kweli, sisi pale tunapona pana moto. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anazungumza hapa akasema tupate muda hapa angalau watu mje mtazame shuhuda yule jamaa, nitawajenga. Mimi nijenga kiwango kikubwa sana shuhuda yake. Naamini tukipata nafasi muda nitakuja kuienda hapa, tutatoa hapa mtakuja kutazama moyoni ile shuhuda yule jamaa anavyoelezea.
Hasa tukifika pale tuna kanisa kwanza anga lake kwanza linakuwa lina wingu jeusi. Kwa tukienda tu kanisa lina anga lina wingu jeusi. Sasa tunajua tayari huyu ni wa kwao. Na wingu lile linakuwa pale kwa sababu ya kuleta connection kati ya yeye na yule anayemuomba ambaye ni shetani. Kwa maana yake anapata connection, mawasiliano na kwenye hilo kanisa. Kwa anga lake linakuwa jeusi. Kwenye ulimwengu wa roho huwezi kuona kwa macho, unaona tu kwenye ulimwengu wa roho. Anga linakuwa jeusi. Kwa anapata hiyo connection. Kuna kanisa moja alienda mchungaji anamwambia tena sitaki nje nikuone hapa. Kwa nini? Anaona mafuta anayotumia kuyapaka mtumishi ni nyoka kabisa. Anambia mbona naona kama watu wanapaka mafuta, lakini mbona anaipaka sio mtumishi, naona nyoka ndio wanapaka wale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule mtumishi akaja akaona sasa kuna mtu hapa kashamgundua, akamuita chemba, akamwambia wewe ondoka kabisa kwenye ile kanisa, nje nikuone tena. Kwani vipi nimekwambia ondoka na nitakufuatilia, kokote nitakufuatilia. Hawataki siri zao zitoke. Hakulitaja ile kanisa lakini amesema ni moja kati ya makanisa makubwa mnayojua nyinyi yanayotumia maji na mafuta katika nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja kama kondoo lakini kumbe ni mbwa mwitu. Hawa manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Walishaka kuja Gombo. Hauna sawa. Walikuja. Haja mtumishi mmoja hapo ana upako. Kaomba, hata mimi nimekuja kipindi kile, siwezi kuzungumza kitu. Sasa nilipoona mtumishi mimi nimetulia. Lakini je, umeona sisi kipindi chetu cha mambo yetu tuko tunashiriki naye huyu. Ndio mtumishi kasema basi watu wanabadilika. Nikatulia. Akanafundisha Dar es Salaam, fundisha na. Kaenda. Sasa mimi namjua yule kwa sababu ana familia yake basic kufanya hivyo linaniliwa. Lakini baadaye nikaanza kuona vitu wanavyofanya kumbe sio. Baadaye mtu mmoja akaja akaniambia yule hivyo. Yule msimuone kwamba alikuwa na upako. Alikuwa akija kwenye ibada anakuja na kitambaa. Kile kitambaa kinakuwa kina mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mafuta kuna pahala anayatoa. Akikugusa mpaka yana mapepo kwa kuangusha. Akinyosha hivi kwa yale mafuta yana nguvu nyingine. Kwa haukuwa upako. Na uzuri ya hii madhabahu yani yenyewe inakutema yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yenyewe inakutema yenyewe. Hatimaye huyu akakimbia mwenyewe. Nikafika Boniface ukaenda jela, tukatoka. Kimana kaenda Boniface ukaenda wapi yani? Hivyo nisikia ameenda jela, nikamata mara kaudi mkoani basi yani ni mtu akuruka ruka. Na familia yao ni watu wenye uwezo sana. Wanaishi nchi zingine huko Marekani, mataifa mengine. Tunakaa naye kule mtaani. Bwana Yesu asifiwe, tunasikia sana hapo. Endelea anasemaje? Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma mizabibu katika miba na tini katika mibaruti. Hivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa ukatupwa motoni. Ndipo saa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni. My friend, si kila mtu anayesema Bwana Bwana ataingia. Hili neno ni gumu kidogo. Si kila mtu anayesema Bwana Bwana ataingia. Namshukuru Mtakatifu kwamba kile tukifundisha kumbe leo mtumishi alikuja akakizungumza hapa na kukumbusha kuna siku alizungumza. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Bwana alikuja akazungumza hapa kitu hichi. Alizungumza kwa kitabu kimoja alikuja akazungumza akasema Bwana tulikula nawe, tukanywa nawe mezani pamoja. Kitabu gani kile? Tulikunywa na wewe. Tulikula pamoja nawe mezani, lakini Bwana akasema siwajui. Bwana asifiwe. Bwana anasema siwajui. Na naona leo linarudisha hilo neno kwamba haijalishi akasema watu wanasema si kila mtu anenaye Bwana Bwana
atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Sio kila anayeitwa. Ndio maana nasema kuna kipindi fulani mwanamuziki mmoja aliimba aitwa Bure Mwitege, mtanitambuaje nimeokoka? Akasema nini? Mtanitambua kwa matendo. Manake pia kwa matendo yao. So kila mtu anayemuita Bwana 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 ataingia. Ni kwa sababu ya matendo yao. Wengi watawaambia ile Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako tukatoa pepo, na kwa jina lako tukafanya miujiza mingi. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni. Bwana Yesu asifiwe. Ondokeni kwangu ninyi mtenda. Bwana, sisi tumeficha, tunakuja tunasali pale, tunaomba pale, tunafanya hichi, tokeni kwangu. Sio kila mtu. Hii jana nafikiri ilikuwa jana. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, akaniambiaje? Ndugu yangu amesema bibi hawezi kutoka kwenye dhehebu lake. Wewe bwana, mimi nipo kwenye dini yangu ya kweli. Siwezi kutoka mimi huko nije nisali huko ili weje. Kama mbinguni kuna hilo dhehebu wewe. Huwezi kutoka kweli. Sasa huyu siku ya mwisho atafika pale getini, atazuiliwa vipi? Bwana, mimi nilikuwa nazuia kila ibada. Ninaichi nimepokea nilipokuwa mdogo na kile na kile na kile na kile. Lakini Bwana anambia msikujui. Kweli, nilikuwa hiki na mtumishi fulani namjua, mtumishi fulani namjua, mtumishi fulani mimi sikujui. Tokeni kati yangu. Tokeni mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. So kila mtu anamuita Bwana Bwana, basi ataona uzima wa milele. Wengi watatupukia. Aliwaambie tu, Bwana, wakati wa unyakuo mtaona au utaona asilimia kubwa mpaka mtachoka. Tuombe tu uzima. Wakati wa unyakuo ukifika, kuna watu kama mtawashangaa. Bwana namfahamu mtumishi ana kishindo kabaki. Tuombe tu, tunaona ile left behind hapa. Ali mchungaji kabaki. Sio masiala. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke. Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Mpumbavu maana anataka kujifunza. Akikuwa mjinga anajifunza. Alijenga nyumba yake juu ya mchanga, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake litakuwa kubwa. Ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, mkutano ulishangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye akili, mwenye amri, wala si kama mwandishi wa. Bwana asifiwe. Huyu ni Kristo. Na haya ni mafundisho ambayo alikuwa anayatoa. Na hata Kristo alipokuja alikuja kuhubiri kuhusu hubirini kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Na alikuja akasema haya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Na haya ni mafundisho ambayo Bwana Yesu mwenyewe alikuwa anayafundisha kwa watu wa eneo hilo. Bwana asifiwe. Kwa maana tusikubali kuwa wapumbavu. Hakikisha unajenga sehemu yenye mwamba. Unapoenda unajenga pale kwenye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Tuhakikishe tunajenga sehemu ambayo kuna mwamba. Tunajenga pale madhabahu ya Bwana. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35 hadi 38. Mathayo sura ya 9 mstari wa 35 hadi 38.
Mathayo sura ya 9 mstari wa 35 mpaka 38. Na Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na uponyaji habari njema ya ufalme na kuwaponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipoona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo aliwaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Mavuno ya watendakazi ndio jana alikuwa anapikwa pale. Tulikuwa jana sona, watendakazi ndio jana alikuwa anatengenezwa pale. Sasa watendakazi, hayo mavuno ambayo anaenda kuyavuna kweli nafikiri inakuwa. Sasa kuvuna magugu sio ngano. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo kundi kubwa sana la watendakazi siku hizi limepotoka, linaibisha kwa sababu ya hivi vyuo na taasisi mbalimbali ambazo watu wanaenda kusoma. Kwa hiyo ni vyema kumuuliza sana Roho Mtakatifu kipi ambacho kizuri unabeba, kile ambacho sicho kizuri unaacha, sio kwa macho ya Yesu mwenyewe. Mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Watendakazi ni mimi na wewe. Na kuna mavuno mengi sana nje ambayo yanatakiwa yaje. Kile ambacho umepewa talanta mmoja alifukia chini, mwingine akaenda kaizalisha, yule mmoja ndo akafikia chini. Yule bwana akamwambia tume mpumbavu. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo yule mwenyewe akachukuliwa zile akazalisha zikaja nyingi zaidi. Kwa maana hiyo jitahidi katika kile ambacho unacho kilete mavuno. Bwana asifiwe. Kilete mavuno mema. Yasije mavuno mwitu, mavuno mema ambayo yeye anakuja soko kwa ajili ya kufuata mkate. Mambo hivi ndivyo tunapata mavuno kwa ajili ya mkate. Baada ya kuondoa mkate tusiwaoni. Bwana asifiwe. Baada ya kutoa tu mkate siwaoni. Ukifanya mtumishi kana anasema ibada tunaendaga ibada ya Jumapili. Kulikuwa kuna msosi, tukitoka hapo tunakunywa msosi tunakunywa chai na chakula mbalimbali. Lakini baada ya kufuta tu, nadhani baada ya kufuta tayari jiko la nyumbani likakumbuka. Bwana asifiwe. Maana jiko lilikuwa kila Jumapili aliwashwi. Sababu tunaenda kula kanisani. Kwa sababu kanisa tulienda siku ile siku leo tunapata msosi. Siku akiuondoa ule msosi wiki atabaki mtu mmoja hapa. Bwana apewe sifa. Mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Si haina maana kwamba msihudumie watendakazi, msihudumie ya mavuno mnafanya. Kwa sababu hata Kristo alilisha wale watu 5000 aliwalisha samaki na chakula na mikate, walipewa wakalisho wote 5000. Kwa maana hiyo mnawapa. Lakini sasa baadaye kuja kaambia nyinyi kumbe nyinyi mnifuate mimi, mnakuja kufuata mikate. Sasa tujitahidi kupata mavuno ambayo hayaji kutafuta mkate. Mavuno ambayo yanakuja kumtafuta Bwana Yesu Kristo wa kweli aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizane na Mathayo sura ya 10, Mathayo sura ya 10 mstari wa 16 hadi 23. Hadi 23. Mathayo sura ya 10 mstari unaofuata chini yake. Usihangaike. Mathayo sura ya 10 mstari wa 16 hadi 23. Bwana anatuambia hapa sisi ambao ni watendakazi. Lakini mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka, na kuwa watu wapole kama ua. Jihadharini na wanadamu. Neno zito kidogo hili. Bwana asifiwe. Kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga. Jihadharini na wanadamu. Tabia ya mwanadamu kidogo ni ngumu kuitafakari na kuishi. Na katika masinagogi yao watawapiga.
tunapigwa sana na wanadamu. Sio kila mtu anafurahi. Pili, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa jina langu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, fikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile ile mtakayosema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho na Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu Habari, vingi tumepotoshwa, vingi tumekoseshwa, vingi tumeviasi Bwana, kwa kuipata hekima dunia hii Bwana, kwa kupata mapokeo ya wanadamu. Tunaomba rehema Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana. Warehemu Bwana. Maana Bwana alipokuja kusema ambieni watu ya kwamba ufalme wangu umekaribia, lakini Bwana sisi tumekuwa kaidi Bwana mbele zako. Tumekuwa kaidi Bwana mbele zako. Umesema nasi kwa namna mbalimbali, kupitia ndoto, kupitia maono Bwana, na kwamba hii ni kweli yangu, lakini sisi Bwana tukaenda kwa mapokeo ya kibinadamu, mapokeo ya viongozi wetu Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba toba. Hata sasa tupokei, hata sasa tubarikiwe Bwana, kwa sababu tunaishi kwa mapokeo ya ulimwengu huu Bwana. Tunaomba rehema Bwana Yesu, tunaomba rehema Bwana. Tulipojihesabia haki kujiona bora kuliko wengine, tulipojiona kwamba sisi ni bora sana Bwana Yesu Kristo, tuliposhirikiana na mikono iliyokosesha, tulipopelekea watoto chakula chako mbwa, tunaomba Bwana rehema, tunaomba toba, tunaomba Bwana rehema. Unapana Bwana ulisema na mimi usipeleke pale, mimi nikapeleka sadaka yangu. Ninaomba rehema Bwana Mungu majeshi, ni rehemu. Ninaomba Bwana nisamehe, ninaomba Bwana toba mbele zako, kanirehemu. Sikuishi kweli yako Bwana, katika ndio yangu ikawa hapana. Ninaomba Bwana rehema, ninaomba toba kwa namna popote ambapo Bwana mimi nisikuenda vile ambavyo Bwana unahitaji niishi, kwenda vile ambavyo Bwana unahitaji niende, nikaenda kwa mapokeo ya dunia hii kuwaridhisha wanadamu. Bwana Yesu Kristo, niliponena uongo ninaomba rehema, nilipoishi machukizo ninaomba rehema, nilipojihesabia haki ninaomba rehema Bwana. Nilipojiona mimi ni bora kuliko wengine, nilipoona kwamba mimi nafanya kuliko wengine, ninaomba rehema Bwana, ukanirehemu. Hata kwa namna ambayo Bwana unanitumia, bado nikajiinua katika kile namna ambayo Bwana unanitumia, nikajiona mimi ni zaidi ya yule ambaye Bwana Mungu wa majeshi aliye pembezoni mwangu, nikajiona ninafanya zaidi. Ninaomba rehema Bwana. Haijalishi Bwana umenibariki nilicho nacho, haijalishi Bwana umenibariki nilicho nacho, lakini kinatumika kama maumivu kwa watu wengine. Ninaomba rehema Bwana, ninaomba rehema Bwana, ninaomba rehema Bwana, ukanirehemu Bwana. Ninaomba rehema Bwana, ukanirehemu. Maarifa niliyo nayo ni wewe, pale nilicho nacho ni wewe. Pale ambapo tukuwasikiza pia watumishi wako, manabii, mitume, maaskofu ambao Bwana umesema nasi kupitia madhabahu hii, ambao Bwana umesema nasi kupitia madhabahu tofauti ambazo Bwana inaleta kweli yako, lakini Bwana tukaishi kwa ukaidi, tukajiona sisi ni bora Bwana, tukalikimbia muda la upotevu. Tunaomba rehema Bwana Yesu. Ndio maana hata leo hatupokei, ndio maana leo hatupokei, kwa sababu tayari mioyo yetu imejaa musda, imejaa unafiki, imejaa faraka, imejaa fitna, imejaa magomvi, imejaa uasi. Ewe Bwana, tunaomba rehema kwako Mungu Baba, ukaturehemu, ukatusamehe katika kila aina ya ubaya ambao Bwana tumeenenda, tumeusema kwenye vinywa vyetu kushirikiana nasi, tukawasema watumishi wako. Wewe Bwana Mungu wa majeshi, tunaomba rehema. Tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba Bwana, kwa Danieli sura ya 9 kwa sababu ya 51 tunaomba rehema Bwana. Tunaziungama dhambi zetu Bwana. Umesema kwenye Kutoka 5 na 6, Bwana Yesu mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema. Nami Bwana Yesu Kristo ninashuka mbele zako unyenyekevu, nikiomba rehema Bwana. Ninakiri ya kwamba nimefanya dhambi, ninakiri ya kwamba nimeasi Bwana, nimejiinua, nimejiona bora kuliko wengine Bwana. Mikono mingi ya kukosesha nikashirikiana nayo Bwana, ninaomba rehema Bwana, ninaomba toba mbele zako. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana. Hatukuishi kweli yako, mavazi yetu hayana utakatifu tena, kwa sababu tumeishi uovu. Hamna kweli tena tulojifunga kiunoni Bwana. Tumeishi kwa mapokeo na hali ya kuenenda kwa kawaida ya dunia hii Bwana. Tunaomba rehema
tunaomba rehema. Tunaomba rehema tulipoishi katika hali ya uzoefu, tunaomba rehema Bwana. Mazoea katawala kwenye nafsi zetu, kwenye miili yetu Bwana. Tukawazoea sana viongozi wetu, tukazoea watumishi. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba rehema Bwana. Tunaomba rehema Bwana. Tukaona ni hali ya kawaida, tukaona ni hali ya kuizoea madhabahu yako, tumeona hali ya kuizoea huduma yako Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba toba. Tunaomba rehema, tunaomba toba Bwana. Tulipolizoea Bwana Yesu Kristo neno lako, tulipoizoea madhabahu yako, tulipozoea watendakazi wako Bwana, tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba toba Bwana. Tunakiri kwamba tumetenda dhambi, tumeasi watu kuwasikiliza watumishi wako, manabii, mitume, maaskofu. Tunaomba rehema Bwana kwa Danieli sura ya 9. Tunashuka mbele zako kwa unyenyekevu Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba toba Bwana. Katusamehe Bwana, katurehemu. Yapo machukizo, yapo maasi mengi ambayo Bwana tumeyafanya. Hatuzungumzi vizuri uko na wajamii, hatuzungumzi vizuri, ndio maana hawapokei, ndio maana hawabarikiwi, ndio maana hawafunguliwi. Neno letu limesitirika kwao, injili yetu imesitirika kwao, injili yetu imesitirika kwao, kwa sababu tayari kuna uasi mioyoni mwetu, tayari kuna uasi kwenye nafsi zetu Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba rehema Bwana. Ndio maana hawapokei, hawabarikiwi Bwana, hawafunguliwi Bwana, kwa sababu tayari injili yetu kwetu imesitirika, kwa sababu kuna uovu mioyoni mwetu Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba toba jehemu Bwana, na kusafisha kila aina uovu, kila aina uasi Bwana. Safisha ndani ya nafsi zetu, safisha ndani ya miili yetu, safisha Bwana ndani ya mioyo yetu majira haya. Tunaomba Bwana katurehemu, ukatusafishe Bwana, ukatusafishe Bwana, ukaturehemu Bwana. Hata katika pita pale katika Yesu Kristo tukaizoea sana neno lako, tukakuzoea wewe Bwana. Tunaomba rehema, tunaomba rehema Bwana. Tulipowasikiza manabii wa uongo, tuliwakaribisha mbwa mwitu Bwana Yesu Kristo katika huduma hii Bwana. Hata leo ametupata mabaya haya Bwana Yesu Kristo. Tunaomba rehema, tunaomba rehema Bwana, tunaomba rehema Bwana, tunaomba rehema Bwana. Turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana kwa kile ambacho Bwana mtumishi wako alitoa kwetu, nasi tukakiona hakifai. Tunaomba rehema Bwana, tunaomba rehema tuliponena yasiyofaa. Tunaomba rehema Bwana kwa sababu ya kile ambacho Bwana tunafanya, tukajihesabia haki, tukajiona ni bora kuliko wengine Bwana. Tunaomba rehema tulipotii kwa sababu ya mapokeo ya dunia hii. Tunaomba rehema Mfalme, ukaturehemu na kutusamehe chochote katika jina la Yesu Kristo. Nilikuwa nimetokea vita, kwa hiyo tukawa tumetawanyika, yani tunakimbia kutafuta vichaka na jani, yani msitu kwenda kujificha. Yani kwa kijani sana, yani ulikuwa kipelechwa kama naficha mvua. Kwa hiyo msitu ulikuwa mkubwa sana. Nilikuwa nafahamu baadhi ya watu na wengine sio wafahamu. Kwa hiyo tukakimbia kwenye ile miji, tukakimbilia porini. Kila mtu anaenda kujificha. Lakini mimi hali yangu ilikuwa kama naugua, yani kama naumwa. Kwa hiyo sikuwa naweza sana kwenda mbali. Nikasema hivi, Bwana Yesu nisaidie. Siwezi kukimbia kama wengine wanapokimbia, lakini nakuamini. Nisaidie. Nilikuwa na mtu mmoja ambaye naye alikuwa kidogo dhaifu, hawezi kukimbia mbio. Akaniambia, Mayoni, naomba nikae hapa. Nikamwambia, lakini utulie. Kwa hiyo kila mtu alikimbia kwa kujificha, akajificha. Ghafla tukiwa katika hali ya kujificha, yani huwezi hata kukohoa, alitoka malaika mbinguni. Alikuwa mwanaume. Yule mwanaume alikuwa ameshika moto. Kwa hiyo anajua huu msitu wote watu wamejificha. Alianza kumwaga moto. Ule moto ukaanza kuwaka. Sasa mimi nikaa nimemtonya huyo. Nikamwonyesha yule malaika anachokifanya pale. Malaika anasogea karibia kwangu, akawa amesimama. Mimi nikatoka. Na yule kijana alikuwa ni mtoto wa kiume. Tukaanza kukimbia hivi. Yani moto uliwaka. Moto uliwaka, siwezi kusema, uliangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Sana ile ndoto ilikuwa imeotea. Niliamka saa 8 kwa ajili ya maji, nikaenda kuangalia tenti kama linaingia maji. Nikawa nawaza, hii ndoto Mungu mbona ngumu sana. Nikaanza kutubu. Niliporudi nimetubu sana. Nakuomba msamaha. Ni wapi tumekosea? Sasa ndoto hii nilikuwa nimesahau. Nimejiandaa na kuja huko njiani, sikuikumbuka kabisa. Lakini sasa baada ya kuachilia somo, akatoa ushuhuda wakiwa kule
kwenye mambo ya theolojia, ndio nikakumbuka hii ndoto na Mungu atuelewe. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu anatupenda sana Gombo kiukweli. Ijumaa Alhamisi tulipokuwa kule kwa mama, mtumishi Daniel alikuwa anazungumzia jinsi alivyopata ajali. Sijajua kwa nini Joseph haja kushuhudia na wewe pia ulipata ajali. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia kwamba jinsi ambapo Mungu anatulinda Gombo. Kwa sababu kuna siku moja pikipiki kabla ya gari, kuna pikipiki ambayo Bwana alikuwa anatumia na watumishi wake. Kuna gari moja ilikuja ikagonga ile pikipiki. Ilipogonga ile gari ndio iliumia, kioo chake kikavunjika, lakini pikipiki ilisimama na ikaendelea. Usiku wake tulikuwa kuna maombi, kesha mapepo yakapiga makelele. Akasema hivi nyinyi ni watu gani? Na hii pikipiki ni dudu gani? Yaani sisi tumetuma gari yetu ndio imevunjika, alafu hii pikipiki ndio imetoka. Tunataka tuwazuilie na hivi na hivi. Lakini kashangaa pia Daniel amepata ajali mara kadhaa, hajaumia popote. Hata babake kipindi kile tukiwa naye alipata ajali na yule muamini. Yule muamini alivunjika, yeye akamzoa akampeleka hospitalini. Yeye katoka mzima, ndo akamsaidia kumbeba muamini akampeleka hospitalini. Ingawa sasa hivi baada ya kutoka Gombo kaumia, yuko Kalala. Ajali kapata na imempata. Nazungumzia kwa wale ambao wapo, huyu kapata ajali juzi Jumapili. Angeweza kushuhudia mwenyewe. Alopata ajali naye kavunjika kidole. Hebu njoo ushuhudie mwenyewe. Karibu sana. Yeye alitumia. Wakamweka ndani. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshuhudia Mungu mara Jumapili tulivyotoka hapa. Nikaenda nyumbani, nikatulia pale, tukanywa chai na huyu dogo tunajiandaa ili nimpeleke dogo na pikipiki kwenye kazi yake. Bosi akatuuliza, "Sasa hivi hapa nyinyi mmejipanga vipi?" Nikamwambia kwamba sisi tumejipanga kwamba tutoke hapa tuende tukatafute majani. Akasema basi sawa, lakini nataka niwatume kwanza dukani. Nikamwambia sawa. Akaniambia, "Jose, chukua hiyo pikipiki, kimbia haraka dukani pale kachukue nusu pale ili uje, ili mnaenda sasa mnaniachia mimi hapa jikoni naendelea kuitengeneza." Nikamwambia sawa. Sasa kutoka kule nikashuka vizuri kwenye changa pale, napandisha kale kamlima ili nije hapa. Nikaona giza kwenye macho. Kufanya hivi pikipiki hiyo hapo kagongana. Kugongana yeye akapeleka steering yake ikaja hapa na mimi nikampush. Kumpusha akaanguka kule. Kaanguka, mwenzangu kaumia. Sijaumia hata sehemu. Hata sehemu sijaumia. Ndio hapa tu kidogo tu nimejikwaruza. Lakini ni mzima wa afya. Kiukweli Mungu anaendelea kutupigania jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu kidole kile kimekatika. Kimekatwa kabisa. Ila sema saizi ndio hivyo namhudumia. Kaambia kule miezi 3 asifanye kazi. Kwa hiyo nimemhudumia juzi nimempa 300 na pamoja na bodaboda wenzake wakaendelea kumchangia. Kwa hiyo ndio hivyo naendelea kumpambania mpaka atakapopona, basi na mimi ndio nitakuwa uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho hicho kunazungumzia jinsi ambavyo Mungu anatulinda. Jinsi ambavyo Mungu anakuwa ngome kwetu. Kwamba pamoja kwamba adui alikuwa anataka shida yake kwamba avunje huyu. Ndio maana alipigwa giza. Lakini hakuumia popote. Matokeo yake alotumwa ndo alivunjwa. Na matokeo yake kile kidole ameenda juzi akakatwa. Kashindwa kazi. Amen. Sisi wengine ndio hapa tumeshapata ajali sana, nadhani inajulikana na mambo kadhaa kazi. Mungu anatupenda sana. Kwa hiyo hiki tulicho nacho tunatafuta usiku na mchana. Sisi hapa leta huyu ilikuwa pia afanye progression. Na kuna vitu vikao vinaendelea kule. Roho Mtakatifu anafundisha kwamba wanacho graduate pale, wana graduate, wanahitimu roho za ukahaba, wakawa makahaba ina maana, yaani wanapandwa wakawa makahaba. Bahati nzuri sana ile karibu na watoto, akirudi akananiambia, "Mama, kule tunafundishwa show na ucheza nyimbo za Diamond." Lakini sasa kaanza kunionyesha eti kwamba unafanya hivi mikono, alafu wasichana wanakata viuno, alafu wanaume wanakuja mbele zao, alafu nyona push. Yaani
maana nikawaambia katika ulimwengu wa roho pale, katika ulimwengu wa roho majini hapo mnafanya uzinzi. Kimwili nyinyi mnaona kama mnacheza, lakini pale mnazidi. Na katika ulimwengu wa roho ile siku yenyewe ya mwisho wakaelekezwa jinsi ya kuvaa wavae na vitaji siku wa huku wavae siku na hivi na vinguo vitu kadhaa. Na vile wanapocheza na kufanya hivi na hivi. Unaona? Katika ulimwengu wa roho walikuwa tayari wameshapangiwa na kwa hiyo wangefanyishwa ile tayari. Tulipowaambia kwamba wale walimu mnaonaje mkiwaimbisha nyimbo za dini mkaitoa hizo. Wakasema kama ni hivyo wanaweza hao ambao mnaona kwamba hawataki wakae pembeni. Wale wengine ambao wazazi wao na familia wao wanaona kwamba zinawafaa waendelee. Lakini Roho Mtakatifu akaja katuelekeza baadaye. Kwa sababu huyu naye ni mtoto na hana uwezo wa kujikontrol. Kwa hiyo mtoto akicheza naye anahisi. Biblia inazungumzia kama tu hizo nyimbo za dini. Kama wale watu ni waasi, hata ukisikiliza tutaona unasikiliza mapepo yao, hata zile jinsi zaidi. Tumeshaombea wasina wangapi ambao wanazinishwa na Diamond. Kuna ulimwengu wa roho kweli tukaona tayari ni mechi. Tayari kwamba walikuwa tayari wameshaambatanishwa. Kwa hiyo ingia tena roho kuvunja. Sasa baadaye kuna vitu kama vinaendelea. Nikamwambia wewe, hivi wewe kuna mahali mtu atakuwa amechukua. Akaniambia kweli wakati tunafanya kule mazoezi, yule Daniel. Nikaona kachukua, yani mimi nageuka hivi nikaona kanyofua nywele, mimi nilikuwa nataka tu natoa. Akamwambia kwa nini uweke huku? Kwa hiyo najaribu kuzungumzia nini? Wakati tunaomba kwa ajili ya huku, ile graduation kule wakati tumemtoa huyu ilivurugika na watu wengi wakamjitoa. Ikapelekwa mbele. Graduation hiyo ilifanyika jana pia. Huku ya hawa nayo ilifanyika jana.